Hivi majuzi mwanaume mmoja aliyeibuka kutoka Bungoma nchini Kenya, eneo bunge la Tongaren, ametrend mitandaoni. Mtu huyo anadai kwamba yeye ni Yesu na kwamba ametumwa kutoka mbinguni. Mtu huyo amedai kuwa anajua hata idadi ya watu watakaoenda mbinguni. Akizungumza na vyombo vya habari, Yesu toka Tongaren alitangaza kwamba Yesu mwenyewe alisema kuwa ni watu 1168 pekee kutoka ulimwenguni kote wataenda mbinguni. Miongoni mwa watu hao takribani 200,000, mwanaume huyu anasema kuwa watu 2 pekee watatoka Nairobi. Kauli hii ya mwanaume huyu wa Bungoma ilikuwa imezua hisia nyingi katika mitandao ya kijamii. Siku chache zilizopita alizua gumzo mtandaoni baada ya kutokea tetezi kuwa alikuwa amelewa kupita kiasi. Eliud Wekesa alidaiwa kubugia pombe ya kiasili kwa jina busaa na kupelekea kulazwa hospitalini. Yesu wa Tongaren alipuzilia mbali madai hayo kuwa si ya kweli. Hivi sasa wanachama wa dhehebu lake la New Jerusalem katika kijiji chake wanajiandaa kwa karamu kubwa ya kumkaribisha Mungu katika boma la kiongozi wao, Jesus of Tongaren, baadaye mwezi huu. Kulingana na Yesu wa Tongaren, Mungu alionyesha maono kwa washirika wake watatu wa madhehebu yake kwamba angezuru Yerusalemu kuanzia Februari tarehe 24 hadi tarehe 26. Washirika wa madhehebu yake wanaamini kwamba boma la Yesu wa Tongaren katika kijiji cha Lukokwe ni Yerusalemu ya Biblia, jiji ambalo Yesu Kristo alilelewa akiwa mtoto, alihubiri Injili na kufanya miujiza kadhaa. Kila mfuasi wake anajulikana kama malaika au nabii akiwa mwanamke, na hawaruhusiwi kutumia majina yao rasmi. Waumini wanawake hawaruhusiwi kuingia kanisani wakiwa wamevalia suruali au vipodozi. Wanawake wanaovalia suruali, vipodozi, pete au wigi, kulingana na mwanaume huyu, tayari wana alama ya mnyama 666 kama ilivyorekodiwa katika Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 18 katika Biblia. Hatima yao tayari imetiwa muhuri. Mwanaume huyu anadai hivyo. Dhambi zingine ambazo Yesu wa Tongaren anasema hazisameheki ni kula nyama kutoka kwa ngamia, mbwa ama paka. Washiriki wa dhehebu hili wanaohudhuria mazishi hawaruhusiwi kuhudhuria ibada ya kanisa kabla ya kupita siku 7. Alipoulizwa kwa nini ameoa lakini Yesu Kristo hakuoa na kupata watoto, Yesu wa Tongaren anadai kwamba Yesu aliyetabiriwa katika kitabu cha Isaya alipaswa kuoa na kuwa na familia. Yesu toka Tongaren anasema kuwa atamaliza kazi yake mwaka wa 2058, lakini alikataa kufichua kitakachomtokea wakati wake utakapopita.